Siri 7 za maisha ya Yesu Kristo ambazo kila Mkristo anapaswa kujua. Bwana wetu Yesu Kristo hakuja duniani tu kufanya miujiza, kuponya wagonjwa na kufa msalabani, bali maisha yake yote yalikuwa ni ujumbe kwa kila mtu ambaye anataka kumjua Mungu. Kila hatua aliyopitia Yesu ina somo la kufundisha jinsi ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Biblia inasema kwenye Yohana 13:15, kwa maana nimewapa ninyi kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea ninyi, nanyi mtende vivyo hivyo. Leo tutaenda kujifunza siri 7 kuhusu maisha ya Yesu ambazo kila Mkristo anatakiwa kuzijua na kuzitimiza katika maisha yake. Na siri ya 7 itakushangaza zaidi. Na kama kabisa ni mgeni kwenye channel ya Jehovah Media TV, bonyeza kitufe chekundu, yani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sasa na umekuwa miongoni mwa familia ya Jehovah Media TV online. Tuende kuangalia siri hizi. Siri ya kwanza ni siri ya maombi ya Yesu. Moja ya siri kubwa ya nguvu ya Yesu ilikuwa maisha yake ya maombi. Ingawa alikuwa mwana wa Mungu, hakupuuza kabisa maombi. Unaposoma kwenye Marko ile 1:35, maandiko yanatuambia kwamba hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Kumbe Yesu alijua kuwa nguvu ya kiroho inatoka katika ushirika na Baba kwa njia ya maombi. Kwa Yesu mwenyewe alikuwa akiishi kwenye hali ya kumwomba Mungu kila siku. Kwa hiyo lazima tujue kwamba Mkristo ambaye hawezi kuingia kwenye maombi, ambaye hawezi kuishi maisha maombi, anakuwa dhaifu kiroho. Maombi yanatupatia nguvu ya kushinda majaribu na kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo ili uweze kuishi kwenye siri ambayo Yesu Kristo aliishi nayo, siri ambayo kabisa alitembea nayo, ni kwa habari ya maombi. Kwa kila wakati na kila saa ambapo alipata nafasi, alikuwa akienda kumwomba Mungu, kwa kuwa alijua kwamba bila maombi asingeweza kufanya chochote. Kwa hiyo alikuwa akiishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa njia ya maombi, na kwa njia ya maombi aliweza kuzungumza na Mungu. Ndio maana wanafunzi wake anawaambia kwamba mmeshindwa kuomba, mmeshindwa kukesha hata lisali moja. Maanake unaweza kusema kwamba kiwango kidogo cha Mungu ambacho angeweza kukaa kwenye maombi ni lisali moja. Kwa hiyo tunajua kwamba siri ya kwanza ambayo Yesu Kristo aliishi nayo ni kwa habari ya maombi. Kama watu ambao tayari tumeokoka, tunapaswa kutembea tukijua kwamba maombi ni sehemu kuu katika maisha yetu. Na siri ya pili, siri ya unyenyekevu wa Yesu Kristo. Yesu alikuwa na mamlaka yote, lakini alichagua kuwa mnyenyekevu. Unaposoma kwenye Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 8, unaona ni jinsi gani Yesu Kristo alikuwa ni mnyenyekevu. Naye akiwa na namna ya Mungu, alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa. Huyu ni Yesu Kristo, jinsi ambavyo alijifunga unyenyekevu. Yesu hakutafuta sifa za watu, bali alifanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu huwainua watu wenye moyo wa unyenyekevu. Usitafute ukubwa mbele za watu, tafuta kumpendeza Mungu, nao huo ukubwa utakuja juu ya maisha yako. Ambacho Yesu alikifanya siku zote, alijifunga unyenyekevu. Na katika maisha ambayo tunazidi kuendelea mbele, nitafundisha kwa habari ya sayansi ya unyenyekevu, tuone jinsi gani ambavyo Yesu aliishi maisha ya unyenyekevu. Na kitu pekee cha kujua ni kwamba katika maisha yote Yesu alijifunga unyenyekevu. Ndio maana nakwambia kwamba yeye huwainua unyenyekevu na pia huwapinga wenye kiburi. Kwa hiyo jifunze kuwa mnyenyekevu. Utakapoanza kuwa mnyenyekevu kwenye maisha yako, utaanza kuona neema ya Mungu kuu ikileta ukuu kwenye maisha yako. Na siku zote Mungu huwaletea ukuu wenye unyenyekevu. Na kila sehemu ambapo naishi, ili uweze kuelekea ukuu, lazima ujifunge ndani yako unyenyekevu, kwa sababu ni siri ambayo Yesu Kristo alitembea nayo hapa duniani, na ni siri ambayo ilimfanya azidi kumpendeza Mungu kila siku. Na siri ya tatu
ni siri ya upendo wa Yesu. Maisha ya Yesu yalijengwa juu ya upendo. Aliwapenda hata wale waliomkataa. Unaposoma kwenye Yohana 13:34, maandiko yanatuambia kwamba amri mpya nawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba amri kuu ambayo Yesu Kristo anatuachia ni kwa habari ya upendo. Akasema kwamba anatuachia amri tupendane kama yeye alivyotupenda. Kwa hiyo Yesu alitupenda sisi, na pia Yesu alipenda hata wenye dhambi, wagonjwa na waliokataliwa. Hao Yesu aliwapenda, na upendo wake uliwavuta wakaja kwake. Kwa hiyo tunapaswa kuishi maisha ya upendo, na kati ya kitu ambacho Yesu anahimiza ni kwa habari ya kuwa na watu wenye upendo. Maana alijua kuwa upendo una siri kubwa. Palipo na upendo hapana chuki, palipo na upendo hapana kutenda dhambi. Maana anakuambia kwamba upendo hustiri wingi wa dhambi. Kwa hiyo tujifunze kuwa watu wenye upendo kama Yesu Kristo alivyokuwa mtu mwenye upendo, alivyoishi maisha ya upendo. Hivyo tunapaswa kuwa watu wenye upendo, na siku zote Mkristo wa kweli anatambulika kwa upendo, si kwa maneno mengi tu. Ndio maana tunaambia kwamba imani bila matendo imekufa. Lakini pia Paulo anasema kwamba tusiishi kwa yale matendo ya haki yenye sheria. Hapana, tutende matendo mema na kwa kulingana na kile ambacho tunakiamini. Imani tuliyoipokea ni imani ya muhimu sana kwenye maisha yetu. Ni pale sisi ambapo tutaamua kuiishi katika maisha yetu, tutaweza kuona matokeo makubwa, huku tukiishi kwa kupenda, tukijua kwamba upendo ukiwepo ndani yetu tutaweza kuishi maisha ambayo hayo yatampendeza Mungu. Na upendo hujivuni. Unaposoma kwenye Wakorinto wa kwanza ile 13, unaona jinsi gani upendo unaelekezwa. Kwa ni kitu pekee cha kujifunza kwamba tunahitaji kuwa na upendo, na Yesu Kristo anajua kwamba palipo na upendo wa kweli, hapo ndipo Mungu anapojionyesha na kujidhihirisha kwa namna pekee sana. Kwa tunapaswa kuwa watu wenye upendo. Na siri ya 4 ni siri ya kulifanya neno la Mungu kuwa la kwanza. Yesu alishinda majaribu kwa kutumia neno la Mungu. Na kwenye neno la Mungu kuna vitu viwili. Kuna kile ambacho tunakiita rema na kile ambacho tunakiita logos. Unaposema kitu ambacho tunakiita rema kwenye neno la Mungu, ni ile mtu ambavyo ananukuu kile ambacho kimeandikwa kukitamka. Unaposema kitu ambacho kinaitwa logos, manake ni kile kitu ambacho Mungu anakifanya, anahuisha neno lake, linakuja kama majibu juu ya kile kitu ambacho kiko mbele yako. Utaenda kunielewa. Ndo maana kipindi Shetani alipomjaribu Yesu alisema, imeandikwa mtu hataishi kwa Shetani anamjaribu Yesu. Maandiko yanatuambia kwamba imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hapo unaposoma kwenye ile Mathayo 4:4, hapo Yesu ameambiwa na Shetani, geuza mawe haya kuwa mkate. Mungu anamjibu kwa neno, imeandikwa. Yale maneno ambayo Yesu anajibu, atunasema kwamba hii hapo ni logos, ambapo sasa Mungu ameyauisha, yamekuja kama majibu kwa ajili ya kuondoa kwenye ile hali ya kujaribiwa. Na hapo nakuonyesha kwa siri ya kulifanya neno la Mungu kuwa la kwanza kwenye maisha yako. Anamwambia kwamba imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Pia Biblia inatuambia kwamba Shetani anamwambia kwamba imeandikwa, anamwambia kwamba jirushe, ushuke chini, kwa sababu imeandikwa malaika watakuja wakudaki, utaagiziwa malaika. Shetani alichokinukuu, ananukuu ile tunalita kwamba ile pale ni rema, manake analichukua andiko jinsi lilivyo na kuweza kumwambia Yesu. Lakini Yesu ambacho anakifanya ni logos, ambayo hii logos make ni neno ambalo limeuishwa, lenye pumzi ya Mungu, ambalo linapokuwa likitamkwa linafanyika kuwa majibu kwenye maisha yetu ya wokovu.
Kwa hiyo unapolifanya neno la Mungu kuwa la kwanza kwenye maisha yako, moja kwa moja ambacho kinakuja kwenye nyakati zote ambapo utapitia, neno la Mungu ambalo litakuwa linakuja ndani yako, linakuja kama logos kufanya uwisho na uhai kwenye lile andiko na kuweza kutokea kwenye maisha yako halisi ambao unayaishi. Kwa hiyo Biblia ni silaha ya Mkristo. Tunapolijua neno la Mungu, tunapata uwezo wa kushinda uongo na majaribu. Kwa unapokuwa unaishi bila neno la Mungu, ndo hapo sasa zinapoanza kutokea imani ambazo watu wanaamini kwamba wao wakiomba Mungu asikii, na kuanza kuwa watumwa wa manabii, watumwa wa mafuta ya upako, watumwa wa vitu vingi ambavyo ni vya ovyo kabisa. Ni pale tu watu ambapo wanashindwa kuwa na neno la Mungu ndani. Watu wanakuwa hawaamini neno na kushindwa kujua kwamba neno ni Yesu mwenyewe. Wanapokuwa kilisoma neno tayari, moja kwa moja wanamsoma Yesu na moja kwa moja anaingia kwenye maisha yao. Na kwa kuwa wanashindwa kuelewa maandiko na kwa kuwa watu hawataki kujifunza zaidi kwa habari ya maandiko, watu wamekuwa na uelewa mdogo sana kwa habari ya kujua, na wamejikuta ni watu ambao wamekuwa watumwa wa vitu ambavyo hawakupasa kuwa watumwa juu ya hivyo. Yaani watu wamekuwa wakiongozwa kwa hisia na sio tena kwa neno la Mungu, wakati neno la Mungu liko wazi. Unapolisoma neno la Mungu inahitaji uwe na ufahamu, uwe na understanding kwamba hapa kitu gani ambacho Mungu anazungumza na kwa nini iko hivi. Na ukiangalia neno la Mungu ambalo limeandikwa, kila kitu ambacho kimeandikwa kwenye Holy Bible, ujue kwamba kile kitu kiliwishwa na Mungu, kilikuwa na kweli yote. Unaposema kilikuwa na kweli yote, maana yake sio tu kile ambacho tunakisoma ndio kitu ambacho kiliandika. Mfano unaweza kuchukulia kwenye nyaraka ambazo Mtume Paulo anaandikia wa Korintho, ameandika karibia nyaraka 4, lakini zimechukuliwa 2 ambazo hizo 2 na sio za kwanza, maana ni zile ambazo zilikuwa na kweli yote. Kwa kila ambacho kiliandikwa kwenye neno la Mungu kwenye Biblia kilikuwa ni kile ambacho kina kweli yote, ambacho hicho kilichukuliwa na kuandikwa kwenye Biblia. Kwa kuwa kilikuwa kina kweli yote, moja kwa moja sasa ndio maana ukikisoma kama vile linaambiwa kanisa la leo, ambapo sasa kiliandikwa miaka 1400 iliyopita, na hii inazungumza ikiwa ni 2026, miaka karibia 1400, lakini ukisoma leo kama sasa limeandikwa leo likionya kanisa la sasa. Kwani kwa sababu lilikuwa na kweli yote, na kile ambacho kilichukuliwa na kuweka kwenye Biblia maki kilikuwa ni kile ambacho kina kweli yote. Ndio maana kuna nyaraka zilikuwa zikiandikwa, lakini zilikuwa kwenye Biblia maki ziliandikwa kwa watu wa kipindi kile na kwa watu wa namna hiyo na kwa watu wa kanisa hilo, ili kuwaonya kwa kitu ambacho kilikuwa ni kwa kipindi hicho, ambacho kwa sasa hivi huenda hata kisinge kusaidia. Ndio maana kile ambacho kilichukuliwa kilikuwa kina kweli yote. Niseme mbali zaidi, lakini nakufundisha kwa habari za siri ambazo Yesu Kristo aliishi nazo kwenye maisha yake, na tukiwa ni siri ya 4 tu, kwamba kulifanya neno la Mungu kuwa la kwanza kwenye maisha yetu. Jifunze sana kuelewa neno la Mungu, jifunze mwaka kwa mwaka kusoma na kuelewa neno la Mungu na kuruhusu Roho Mtakatifu aweze kujifunua kwenye maisha yako. Na siri ya 5 ni siri ya uvumilivu wa Yesu katika majaribu. Yesu alipitia maumivu, kukataliwa na mateso, lakini hakukata tamaa. Unaposoma kwenye Waebrania 12:2 maandiko yanatuambia kwamba alivumilia msalaba kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Tunajua kwamba usikate tamaa unapopitia changamoto. Mungu anaweza kutumia kipindi kigumu kuandaa kwa kusudi kubwa lililoko mbele yako. Na huwa nasema kwamba kile ambacho unapitia kwenye maisha yako sio bahati mbaya, ni kitu ambacho tayari kimepangwa ukipitia kwenye maisha yako. Na unapokuwa ukikipitia, moja kwa moja kuna kusudi la Mungu ambalo ni kuu, ambalo liko mbele ya kile kitu ambacho unakipitia. Ndio maana Yesu, kwa kujua kwamba kile ambacho anakipitia kwenye maisha yake ni kwa ajili ya utukufu mkubwa ambao unakuja mbele yake, ndio maana nasema kwamba alivumilia msalaba
kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, huku akijua kuwa akiisha kupitia yote atainuliwa juu, atakaa mkono wa kuume wa Mungu, akijua kwamba yale ambayo anapitia ni kwa ajili ya ukombozi, na furaha ya Yesu ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu, kufanyika yeye kuwa mpatanishi kati yetu sisi na Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kuu, kwa sababu kati ya ajenda au kusudi kuu ambalo limemfanya aje duniani ni kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Ndio maana naposema kwenye Yohana 3:16 nasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa Mungu hakumtuma mwana duniani aje kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kumbe unajua kwamba kumbe agenda na kusudi kubwa ni kuokoa ulimwengu uokolewe katika yeye, na hakumtuma aje kuhukumu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Maanake yeye sasa amekuja sasa kulipa, maanake sasa kutununua sisi. Ndio maana nataka kwenda mbali zaidi, lakini Roho Mtakatifu atanisaidia nisiende mbali na somo hili la leo, kwamba alikuja sisi, ametununua. Anaposema amekuja kutununua sisi, maana yake ni nini? Kwamba baada ya kuwa mtu amemwamini, akisha kumwamini huyu Yesu, huyu mtu anachokifikiria ni kwa habari ya kutubu. Na unaposema kwa habari ya kutubu, maanake mtu akisha kutubu, akishaongozwa sala ya toba, au licha tu ya kuongozwa sala ya toba, yeye akishajua kwamba hapa sasa inanipasa kufanya toba, na kwenye nafasi ya kufanya toba, mwanadamu ana nafasi kubwa kuliko kile ambacho Mungu anafanya. Maana mwanadamu yeye ndio ambaye anafanya uamuzi kwamba hapo sasa inanipasa toba, kwa baada ya kufikiri kwamba kwenye maisha yake kile ambacho atakifanya alikuwa akimkosea Mungu, na baada ya kujua kwamba hapa nilikuwa namkosea Mungu, ataifikiria toba. Akisha kufanya toba, kinachofuata huwa ni yeye kuamini. Akisha kuamini yeye sasa, kinachofuata hapo anabidi abatizwe. Akisha kubatizwa sasa, moja kwa moja kinachofuata ni kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaposema kuzaliwa mara ya pili, kuingia kwenye ufalme wa Mungu, mtu inabidi apitie stage 4, ambazo hizo stage 4 inabidi mtu atembee nazo. Lazima mtu aende kwenye toba. Akisha kwenda kwenye toba, ndio mtu lazima aingie sasa kinachofuata. Huyo mtu tena lazima aingie kwenye swala la kuamini, kwenye imani. Baada ya hapo sasa mtu anabatizwa. Akishabatizwa, kinachofuata juu yake ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Na hivi vitu havihitaji miaka mingi, inahitaji tu pale pindi mtu ambapo tayari amekwisha kutubu. Akisha kutubu, huyo mtu akaamini, akabatizwa. Akisha kubatizwa, kinachokuja sasa ni kwenye kujaa Roho Mtakatifu, ambapo hapo Mungu ana nafasi kubwa, na nafasi ya Yesu Kristo inaanza kuonekana pale tu mtu ambapo anaanza kufikia hatua ya ubatizo. Akisha kubatizwa, kile ambacho mtu anafanya huwa ni kidogo kuliko kile ambacho Mungu anafanya kwenye maisha yake. Ndio maana baada ya pale kinachofuata ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Maana yake nafasi ya Mungu huwa ni kubwa, ndio maana Mungu anaachilia Roho Mtakatifu. Na ukicha ujazo Roho Mtakatifu, maana yake imekuwa ni muhuri kwamba wewe sasa ni mali ya Yesu Kristo. Maana hiyo ndo ishara au ndo muhuri ambao tumewekewa kuwa sasa sisi tu miliki yake. Leo sitaki kufundisha sana kwa habari ya jambo hilo, lakini naona kuonyesha kwamba kwa habari ya kujua kwamba katika kile ambacho unapitia, ukijua kwamba kusudi kuu ambalo Yesu Kristo alikuja nalo ni kwa habari ya ukombozi wa mwanadamu, na kwa hiyo akajifunza kuishi maisha ya uvumilivu,
akijua kwamba kile ambacho anakiendea au kuliishi kusudi lake ni muhimu sana, na utakapoanza kuliishi kusudi, furaha itaanza kuwa sehemu ya maisha yako. Kwenye maisha yako no matter unapita wakati gani, lakini unachokiangalia ukiliangalia lile kusudi la Mungu. Na siri ya 6 ni siri ya kuwahudumia wengine. Nadhani Mungu anipe neema, nitakufundisha siri ya kutumika chini ya watu wengine, lakini kwa leo nikufundishe siri ya kuhudumia watu wengine. Hii ni siri ya maisha ya Yesu Kristo alipokuja hapa duniani. Yesu hakutafuta kuhudumiwa, bali alikuja kuhudumia. Ndio maana unaposoma kwenye Marko 10:45 maandiko yanatuambia kwamba kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika. Kwa hiyo aliosha miguu ya wanafunzi wake na kuwasaidia watu wenye uhitaji, akionyesha kwamba yeye amekuja kwa ajili ya kuwatumikia watu wengine. Maanake alikuja kuwahudumia watu wengine. Hapo unajifunza kitu gani? Kwamba ukubwa katika ufalme wa Mungu haupimwi kwa cheo, bali kwa namna unavyotumikia wengine. Yaani kwa namna ambavyo unawahudumia wengine, yaani kwa ile namna ambavyo unawahudumia wengine. Hapo sasa tunasema kwamba hasa huyu mtu amekuwa mkubwa kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana wale watu ambao Mungu amewapa neema ya kusoma, wamesoma either ni theolojia, acha kwa level tu ya stashahada, diploma. Kuna watu ambao Mungu amewapa neema, wamesoma hadi kiwango ambacho ni cha masters, wengine wamesoma mbali zaidi, wameenda huko. Hao watu ukiangalia ile namna ambavyo wanafundisha wengine, ile neema ambayo Mungu amewapa, wanafundisha wengine. Na watu ambao wamesoma sana kwa habari ya elimu kuhusu Mungu ni watu ambao huwa wako open, ni watu ambao huwa wanapenda kila mmoja ajue. Na maana huwa wanakuta wengine wana struggle, wanaanzisha makundi mbalimbali ili watu tu wajifunze neno la Mungu. Anataka kuwafundisha watu neno la Mungu jinsi lilivyo. Acha wale ambao unakuta wanasoma stashahada, diploma, anaanza kusumbua kanisa, anaanza kusumbua watu, anajimwamba fai, anajikuta ndo ameenda mbali zaidi. Pia watu wengine asijue kwamba hata watu ambao wengine anaongea nao ni watu ambao wamemzidi, kwa hajataka kukaa kwenye utulivu. Na wale watu ambao kabisa wanaohudumia watu wengine, yani wanapenda watu wengine wajue, na pia wanaruhusu mjadala ili wajue vile watu ambao wanao, pia ili waweze kuelekeza na kuwajibu, ili wale ambao tayari wako kwa ajili ya kujifunza. Ni watu ambao wanahudumia wengine, maana hao wana ukubwa katika ufalme wa Mungu, wanaelewa nini wanafanya, kwa sababu wanaelewa kile ambacho Yesu alikuja kukifanya. Na kwa kuwa wanaelewa moja kwa moja, wamejikuta watu ambao wana understanding kubwa, pia ni watu ambao wanahudumia wengine, yani wanapenda kuhudumia wengine. Ndio maana ukiangalia, ukianza kufuatilia, ni kile ambacho hata Mtume Paulo anakifanya kuwahudumia watu wengine. Hakuridhika pale ambapo hakutaka watu wasijue kwa habari ya kweli. Hata kipindi anaenda kwama kuwaonya, utajifunza hapo kwamba alikuwa tu aendi tu kuwaonya, alianza kwa masalamu, anawasalimia, anawasifia pale kwenye ubora wao. Baada ya kuwasifia kwenye ubora wao, ataingiza kukemea. Yani ni kwa namna ambavyo alikuwa akipenda kuwahudumia watu. Hakusema kwamba sasa yeye kwa kuwa amepata neema kubwa na kwanza alienda kwa namna hekima ya kimungu. Na hekima ya kimungu ni habari ya kujua jema na baya na kutenda lililo jema. Kwa lazima utafute kuwa na hekima ya kimungu kwenye maisha yako. Kwa lazima ujifunze kutumika chini ya watu wengine, yani kutumikia watu wengine, kuwatumikia, kuwahudumia. Ukianza kuishi maisha hayo, sasa utakuwa ni mtu ambaye unatembea kwenye siri za maisha Yesu alipokuwa anaishi duniani. Na siri ya 7, na siri ambayo nimesema kwamba hii itawashangaza wengi, ambao wengi wanataka kuikwepa, lakini ndio uhalisia ulivyo. Siri ya 7 ni siri ya kutii mapenzi ya Mungu. Siri kubwa ya ushindi wa Yesu ilikuwa ni utii
kwa Baba, yaani ulikuwa ni utii kwa Mungu Baba. Hiyo ndo siri pekee au ndo password ambayo Yesu Kristo alitembea nayo katika maisha yake, na ilikuwa ni password yake kuu. Ndio maana kwenye Luka 22:42 anasema kwamba si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Anasema kwamba sio mapenzi yangu, no, bali yako yatendeke. Kumbe Yesu alikubali njia ya msalaba kwa sababu alijua ilikuwa ni mpango wa Mungu wa wokovu. Kama vile nimesema kwamba kumbe mpango wa Mungu wa ulimwengu ilikuwa ni wokovu kupitia Yesu Kristo, naye Yesu akijua hilo, ndio maana alikubali njia ya msalaba kwa sababu alijua kuwa ni mpango wa Mungu wa wokovu. Kwa hiyo baraka nyingi huja pale tunapoweka mapenzi ya Mungu mbele ya tamaa zetu. Maana tuweke mapenzi ya Mungu. Kuna kitu ambacho ndio unataka, lakini weka mapenzi ya Mungu, na useme kwamba wewe weka mapenzi ya Mungu. Uangalie mapenzi ya Mungu ni yapi kwa kile kitu ambacho unakiendea. Kuna kitu unaweza kuwa unakiwaza kwamba hiki kingefanyika hivi, lakini mapenzi ya Mungu yakoje? Ndio maana watu kwa kutokujali mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao, watu wamejikuta yani kama vile wanakufuru, na ni watu wanafikia level, yani ni wale watu ambao wanamuuliza Mungu, kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu na hili umeliruhusu? Kwa nini Mungu na hili linafanyika hivi? Kwa nini Mungu? Kwa nini? Unajua, ukianza kuona kwa nini nyingi kwa Mungu, hapo maana umeshindwa kuishi mapenzi ya Mungu. Na mtu ambaye anakuwa ana reason kwa nini Mungu, yani watu wale, kwa nini Mungu umeruhusu na hili? Kwa nini Mungu? Kama ni Mungu, kwa nini na hili hapa liko hivi? Hao watu ni watu ambao maana yake wanamaanisha kwamba yani wao wangekuwa Mungu, wasingeruhusu lile lifanyike. Ndio maana yao kwamba yani mimi ningekuwa ndo nafasi ya Mungu, nisingeruhusu hili hapa lifanyike. Yani kwa nini Mungu? Nikwambia kwamba mapenzi ya Mungu. Na unapoanza kuona kwamba wewe ungekuwa Mungu, yani sasa unajiweka kwenye nafasi, na ni watu ambao wanajikuta kwamba wao ni wema hata kuliko Mungu. Yani mtu anataka kujiona yeye ni mwema kuliko hata Mungu. Yani anasema kwamba yani hapa ningekuwa Mungu kwa kweli hata nisingeruhusu hili litokee. Ndio maana kuna vitu vinatokea, vitu ambavyo wakati mwingine ni vya kuumiza. Yani mtu anakuta na kufuru kabisa. Kwa nini Mungu na hili hapa? Yani mimi ningekuwa Mungu kabisa, mimi nisingeruhusu liweze kutokea. Na kwa nini Mungu ameruhusu litokee? Yani mtu anajikuta kwamba yani yeye maana ingekuwa kwenye position ya Mungu, angezuia lile lisifanyike. Hapana. Kwa hiyo lazima tujifunze kwamba kwenye kukubali mapenzi ya Mungu ni kuruhusu kwamba kila kitu ambacho kitatokea, naomba tukuje kwamba kujua kwamba hiki kitu kimetokea hivi, lakini kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu kama si mapenzi ya Mungu asingeruhusu kitokee, kwa sababu yeye anajua mwanzo na mwisho. Ndio maana tunasema kwamba yeye ni Alfa na Omega, make yeye anaona mwanzo na mwisho wa jambo. Kwa yeye kwa kuwa anajua mwanzo na mwisho wa jambo, kwa kila kitu ambacho anakiruhusu kitokee, ujue kwamba Mungu analo kusudi lake. Ndio maana mwingine Mungu anaruhusu watu waondoke tu kwenye maisha yako. Unaweza kusema kwa nini Mungu? Angalia, wewe mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe. Ndio maana ukienda kwenye maombi ya Yesu alikuwa akijua kwamba si mapenzi yangu, lakini mapenzi yako yatimizwe. Kumbe alijua kwamba tunapoachilia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu, tunapata wepesi sana na kuona kwamba vitu vinawezekana. Lakini tunapoanza kuishi tukijua kwamba hapana, hapa inakuwaje hivi, Mungu kwa nini aruhusu hili? Kuna mtu mwingine ile inapotokea msiba, aidha mtoto wake ametoweka, yule ambaye kabisa alikuwa anampenda, anasema Mungu, kwa nini imetokea? Ungemchukua hata huyu hapo akaondoka, hana faida yoyote. Mungu alikuwa amekuachia yule ambaye ni msumbufu kabisa, anaanza kukufuru kabisa. Hapana, usikufuru. Acha mapenzi ya Mungu yatimizwe, kwa sababu Mungu yeye anajua. Mungu ndio ambaye anatoa. Mungu ndio ambaye anajua kwamba namna gani tunaishi. Kwa utakapoanza kuruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, utaanza kumwona kwa Mungu kwa namna tofauti. Yani unahitaji kwamba nawasema kwamba mgeuzwe nia,
Yaani nia ya mioyo yenu, fikira za mioyo yenu zigeuze, ufikiri kwa habari ya nia ile ile ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Na nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo kisha kuingia ndani yako, kuna namna ambavyo utaanza kufikiri tofauti kuhusu Mungu, na kwa namna ambavyo tutazidi kuangalia Mungu kwa namna tofauti sana. Kwa hiyo lazima tukubali kujua mambo haya. Kumbe maisha ya mfano wa Yesu na wa mfano wa kuigwa kwenye hizi siri 7 ambayo nimesema kwamba maisha ya maombi, unyenyekevu, upendo, kulipa nafasi neno la Mungu kwenye maisha yetu, uvumilivu katika majaribu, kuwatumikia wengine, utii kwa Mungu. Kwa hiyo kila Mkristo anayefuata mfano wa Yesu ataona mabadiliko kwenye maisha yake na atakuwa shahidi wa Kristo duniani. Kwa hiyo Mungu akusaidie uweze kutembea katika huu msingi wa kujua kwamba unapaswa kuishi maisha ya mfano wa Yesu Kristo kwa kufuata hizi siri 7 kwa habari ya maisha ya Yesu, na kujua kwamba Yesu aliishi kitu gani alipokuwa hapa duniani. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane tena kwenye somo linalofuata hapa ndani ya Jehova Media TV. Amen.